Leo tuko Mikumi kwenye hifadhi ya Mikumi, na nawashukuru sana ofisi ya Taifa ya Mashtaka NPS ambayo inaongozwa na DPP Mwakitalu kwa kunialika kuja kuzungumza nao kuhusu masuala ya uongozi wa kimkakati na utawala bora, kwa maana ya strategic leadership and good governance. Tumekuwa na muda mzuri sana, takriban masaa 2.5. Tumezungumzia masuala ya uongozi bora, masuala ya uongozi wa kimkakati, na nimewaeleza vitu viwili vikuu kwamba ofisi hii ni ofisi nyeti sana kwa serikali na kwa nchi. Kwa hiyo wana jukumu kubwa sana, na nimewasihi waisome dira ya taifa vizuri, kwa sababu kila wanachokifanya kimo kwenye dira ya taifa. La pili, nimewaeleza kwamba wamebeba maslahi ya taifa kwa ukubwa sana. Ofisi ya Taifa ya Mashtaka, kama mnavyojua, ni ofisi nyeti, inashughulika na kesi nyingi sana zinazotokea hapa Tanzania na nje ya Tanzania. Kwa hiyo ni ofisi iliyobeba maslahi ya taifa. La tatu, nimewakumbusha kwamba wanapofanya kazi zao, wanapoangalia maslahi ya taifa, lakini wasisahau kwamba wamebeba aspect ya usalama wa taifa, kwa maana ya national security. Kila wanachokifanya wakifanyia uchambuzi na kuangalia ni wapi kinaleta athari mbaya kwenye usalama wa taifa letu. Na la tano, nimewasihi sana kwamba kiongozi awe ni kiongozi mtumishi, kama alivyosema marehemu Desmond Tutu kwamba being a servant leader, utumikie watu. Nimewakumbusha zile P5 za uongozi, kwa maana watu, kwa maana ya people, purpose, performance, property na personality. Na kwenye personality hapa mwishoni nimewaambia viongozi, mnavyojiweka, mnavyoongea, mnavyohusiana na watu ni jambo kubwa sana, linaonyesha namna gani wewe ni kiongozi wa namna gani. Tunategemea kiongozi awe ni kiongozi mnyenyekevu, a humble leader, kiongozi anayejali watu, kiongozi anayejali watumishi waliopo chini yake, kiongozi anayeandaa viongozi wa kesho. Asione shida kumwandaa ofisa yeyote kuja kuwa nafasi yake ile, maana yake siku ikifika ataondoka. Kwa hiyo awe ameandaa viongozi. Tunasema kiongozi mzuri ni anayezalisha viongozi zaidi. Kwa karne ya 21 tunategemea kiongozi awe ni kiongozi wa kuelekeza na kulea, maana uongozi ni ulezi. Na namshukuru sana na nimempongeza DPP, ana ofisi nzuri, watu wazuri wanaoelewa kazi zao na timu moja, na wamenihakikishia kwamba wao wanafanya kazi kama timu, kama watoto wa mama mmoja, na nimefurahi sana kusikia hilo. Na mimi mwenyewe nimeshuhudia DPP alivyoingia. Sio rahisi kujua kwamba yeye ndio DPP. Watu wako free, wamemzoea, ni kiongozi, ameacha milango wazi, na nampongeza kwa hilo. Na mimi neno langu la mwisho kwamba the sky is the limit.